Bwana asifiwe. Amen. Basi wakati mwingine tena tunaenda kujifunza maneno ya Mungu mchana wa leo. Andaa daftari yako, andaa notebook yako, andaa Biblia yako, tupate kumsikia Mungu. Haleluya. Haleluya. Ujumbe wetu leo nasema bila Patmo hakuna maono. Bila Patmo hakuna maono. Bila Patmo hakuna maono. Tunapozungumzia Patmo, ni kisiwa kiko pwani ya Uyunani au Ugiriki ya sasa. Ni kisiwa hapo kipo katikati ya bahari, na kisiwa hiki ni kisiwa ambako wanakaa wanyama wakali, wanaishi hapo. Ni kisiwa ambako hakuna mwanadamu anaweza kukaa akaishi kwa sababu kina baridi kali sana. Lakini si baridi tu, kina wanyama wakali wanaishi pale. Kwa unapozungumzia Patmo, kwenda kuangalia hapa, bila Patmo hakuna maono. Na kisiwa hiki kiko hata sasa, kilikuweko tangu enzi hizo za zamani. So nataka tuende kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Ufunuo wa Yohana sura ya 9. Sura ya kwanza mstari wa 9 na wa 12. Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka wa 12. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 12. Biblia inasema, mimi Yohana ndugu yenu, mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu, ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, uyapeleke kwa haya makanisa 7: Efeso na Simirna na Pergamo na Thiatira na Sardi na Filadelfia na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Anapozungumzia huyu Yohana ambaye tunamsoma hapa, haya mambo aliyaona kwenye kisiwa kinaitwa Patmo. Lakini kabla ya kupelekwa Patmo, Yohana ambaye tunamsoma hapa wa kitabu cha Ufunuo alipitia mateso mengi. Alipitia mateso makali sana Yohana. Mateso makali sana. Huyu Yohana unamsoma na anaandika mambo haya, alifika wakati kwa sababu ya kutaka kumuua, walimkamata Yohana kwa sababu alikuwa akihubiri injili ya utakatifu. Na hasa watumishi wowote wanaohubiri injili ya kweli na utakatifu wanapitia mambo mengi magumu. Kwa Yohana huyu akiwa akiwahubiria watu habari za Yesu, alikuwa akiwaambia watu kurudi kwa Yesu, alikuwa akiwaambia watu Yesu marudi. Hawa Wayahudi kwa sababu hawakutaka, na alikuwa ndiye mtume wa mwisho kufa. Wengine wote wameuawa kwa kukatwa
misumeno, wengine wote wameuawa kwa kusulubiwa. Petro ameuawa kwa kusulubiwa, kichwa chini miguu juu, akatupwa akauawa. Kwa mitume wote wamekufa, amebaki peke yake Yohana huyu wa Ufunuo. Sasa wakati wa mateso yake wametaka kumkama walivyowaua wengine, na yeye wakamkamata, wakachemsha pipa la mafuta. Pipa limejaa nini? Mafuta. Wakaliwasha moto likachemka, wakamchukua Yohana wakamzamisha mle ndani, na juu ya pipa wakaweka mfuniko, wakaweka na mawe juu, akatokota huko kwa masaa. Hawakumhitaji Yohana, hawakumtaka Yohana kwenye nchi yao, kwa sababu anawaambia ukweli, kwa sababu anawafundisha ukweli. Hawakumhitaji, wenzao wote wamekufa, mitume wote wamekufa, amebaki mwenyewe, ni mzee wa siku, amekaa amezeeka, anahubiri injili ya upendo wa Yesu. Wakamkamata, wakamweka kwenye mafuta, wakachochea makundi manene, likatokota kuna ya teke hamezama umo. Wakafunua waone ameyeyuka, wataki hata ngozi ibakie mifupa tu, nyama zote ziharibika umo. Cha ajabu, sema cha ajabu. Sema Mungu ni wa ajabu, anafanya mambo ya ajabu na watu wa ajabu. Yohana anatolewa kwenye pipa. Yohana ni mzima, yuko turimba santa rabababo shenderebosa rika mandorobo seke. Yohana anena kwa lugha, Yohana anamtukuza Bwana. Ametolewa pale, walipomwona walikimbia, haiwezekane. Wakamtoa pale, hakuna hata unywele ambao umepata moshi au alama ya mafuta. Yani si kwamba hajaungua, hata yale mafuta kwenye mwili wake, ametoka mle ni mkavu kama wakati wanamweka. Pigia Yesu makofi. Mungu asipotaka ufe, haufi katika jina la Yesu. Umesikia ujumbe wa Mungu asubuhi ya leo? Cha kufanya, pambana, tengeneza na Mungu, yeye atakulinda na mabaya, yeye atakulinda na mabaya. Maana amekuja kuzungumza, wajapokufa 10,000 na kushoto, wewe utatoka salama. Cha muhimu ni kuwa na Mungu. Nasema cha muhimu ni kuwa na Mungu. Ukiona mtakatifu ameondoka, Mungu ametaka aondoke. Lakini Mungu asipotaka kuondoka, Yohana walipomweka kufa, wakamtoa, wamekasirika. Tumfanya nini huyo? Haiwezekani, haiwezekani. Yani tumemweka mpaka jioni na hajafa. Kwa hiyo wakamkamata Yohana huyu, wakamkamata, wakamweka kwenye mtumbwi, wakapiga makasia, ikaenda mbali huko, ndipo kaenda kumtupa wapi? Patmo. Theolojia sema akiwa amemtoa macho na mikono, afie huko na njaa. Baridi kali huko, kuna kota, kuna nini, walizovaa wakaenda kumtupa Patmo. Tuone sasa. Sema mafuta yanashika kumuua. Sasa njaa itafanya nini? Sema njaa itamuua. Wakasahau kwamba yeye ndiye ule uzima. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Wakasahau kwamba yeye anaitwa Niko, ambaye Niko anaitwa Adonai, anaitwa mwanzo na mwisho, ndiye muumba wa vyote, ndiye muumba wa Patmo, ndiye muumba wa mafuta, ndiye aliamuru moto uwepo kawepo, ndiye aliamuru maji yawepo yakawepo, ndiye aliumba viumbe wakali wanaokula watu. Yuko aliyeviumba. Wakamkamata, wakamtupa huko, hana macho, hana mikono, afe kwa njaa huko. Wakaenda zao. Sema wakaenda zao. Sema wakaenda zao. Sema wakaenda zao. Yamkini huko Patmo, yamkini huko Patmo, yamkini huko Patmo. Kwenye ndoa yako imefikia Patmo, kwenye maisha yako imefikia Patmo. Watu wamekutupa huko, wanasema afie huko, tuone kama atafanikiwa. Jamaa, familia, watu wamekuacha, umebaki peke yako Patmo. Ndipo anasema mimi Yohana ndugu yenu, niliyeshiriki pamoja nanyi mateso katika Kristo na katika ufalme na uvumilivu katika
katika Zaburi, nalikuwa katika kisima cha Patmo kwa ajili ya neno la Bwana na ushuhuda. Kilichonipeleka Patmo si kwa sababu ni kibaka, sio kwa sababu ni mwizi, sio kwa sababu silipi kodi, ni kwa sababu ya neno la Bwana na ushuhuda wa Kristo ndio umenifanya niweko Patmo. Haleluya, haleluya. Na unachopitia katika ndoa yako, katika familia yako, katika kazi yako, ni kwa sababu ya ushuhuda wa Bwana na Yesu Kristo. Unapoyaona haya, usiogope. Nasema usiogope. Anasema mimi mwenzenu niliyeshiriki mateso, kumbe anashiriki na yako kwako. Haleluya, haleluya. Kama kuna siku ulilala njaa, hujalala njaa peke yako, wako na ndugu zako wameshiriki mateso unaopitia. Kama kuna siku ulitembea kwa miguu, kama kuna siku ulikosa chakula, kama kuna siku ulikosa kodi, ukachukua vitu nje, sio peke yako, wako ndugu zako na wao wanashiriki mateso. Anasema mimi mwenzenu ninashiriki mateso ya Kristo, nikivumilia kwa uvumilivu mkubwa. Nalikuwa katika kisiwa kinaitwa Patmo. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ushuhuda wa Kristo. Huyu Yesu uliyemwamini huyu, kuna wakati anakufikisha Patmo. Naongea na mtu hapa. Huyu Yesu huyu uliyemkubali huyu, kuna wakati anaweza ukajikuta huko Patmo kwa sababu ya ushuhuda. Huyu Yesu huyu uliyemkubali, kuna wakati unaweza ukajikuta jela, kuna wakati unaweza ukajikuta baharini, kuna wakati unaweza ukajikuta umetupiwa vitu nje, sio kwa sababu wewe ni mwizi, sio kwa sababu umefumaniwa. Hapana, ni kwa sababu ya ushuhuda wa Kristo. Sio peke yako, sio peke yako. Namtia moyo mtu mmoja hapa, mkini umepitia changamoto nyingi, ukafikiri Mungu amekuacha, ukafikiri Mungu amekuacha. Hapana, hajakuacha. Hauko peke yako. Anashangaa naye anashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Usifikiri kwamba uko peke yako. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu. Wamesema bila Patmo hakuna maono. Bila Patmo hakuna maono. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema Yohana, anazungumza Yohana, anasema nalikuwa katika roho kwa ushuhuda wa Kristo katika siku ya Bwana, Jumapili kama ya leo. Kwa nini tunaabudu Jumapili walokole? Kwa sababu ni siku ya Bwana aliyofufuka. Piga Yesu makofi. Haleluya. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni siku ya kwanza ya juma, ndio Bwana alifufuka toka kwa wafu. Na sisi watakatifu tuko siku ya Bwana tunakusanyika. Huyu alikuwa katika roho, ametupa huko chini. Kwa nini sisi wangapi? Amekaa huko, haoni, hana mikono. Anasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana, siku ya Bwana, siku ya Bwana katika roho. Nikasikia katika roho, nikasikia sauti kubwa kama baragumu nyumba yangu ikisema andika. Sema andika. Sasa ana mikono, amesema andika, mikono ikatokea fa. Yesu makofi. Lakini umekata mikono yako na biashara yako, wakifikiri utakufa kwa njaa. Mungu ni Mungu wa njia nyingine. Anasemaje uandike? Wakati anasema, aliposema tu andika, kwa sababu amesikia, mikono ikatokea wa. Anakamata. Haleluya. Yani mlokole sio kumchezea. Hata ukiziba huko, Mungu anazibua huko. Hata ukiharibu huko, Mungu anatengeneza huko. Na mkina umekata mikono, wakati biashara yake ndio imeishia hapo. Kumbe hawajui, walikuwa wamekupumzisha tu. Bwana aseme na wewe. Pigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. 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 Yule aliyekata mikono yuko Patmo, kwa sababu anasikia sauti nyuma yake kama sauti ya baragumu. Kasikia sauti nyuma yake ikisema, Yohana andika. Sema andika. Sema andika. Sauti alipoisikia tu, mikono ikatokea. Waliokata mikono wakafikiri wamemmaliza, kumbe hawajamaliza.
akashika akaandika. Andike, nilisikia anasema ikasikia sauti ikisema andika kitabu, haya ndio uyaonayo. Aliposema uyaonayo, macho akatokea akaanza kuona. Pigia Yesu makofi. Sio katika roho, kwa macho kabisa. Haleluya, 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 haleluya. Kuna wakati adui zako wanaweza kufikia wamekumaliza, lakini nakuhakikishia wewe uliye na Mungu uko salama. Upitapo kwenye maji mengi hayatakugarikisha, upitapo kwenye moto hautakuunguza. Adui zako wanaweza wakaandaa moto ili kukuangamiza kabisa, lakini wamesahau Mungu wetu ni moto ulao. Alipokaa kwenye moto unatoka salama. Haleluya, haleluya. Makofi kwa Bwana. Nampenda Yohana, nampenda mzee Yohana. Akasema nikaona andiko Yohana, kisha uyapeleke kwa makanisa 7 pamoja na lahari hapa. Haleluya. Sema tuna ujumbe kutoka Patmo. Sema tuna ujumbe kutoka Patmo. Sema tuna ujumbe kutoka Patmo. Sema uyapeleke kwa makanisa, kwa watoto wangu, na wasema kwa malaika wa kanisa la Pergamo. Andika. Watu ni malaika, angalia kwa sababu mchungaji wa kawaida. Kwa Mungu mtu malaika mbele yako na msalaba. Haleluya. Haleluya. Anasema kwa malaika wa kanisa la Pergamo, kwa malaika wa kanisa la Efeso, kwa malaika wa kanisa la Thiatira. Kanisa anaongea makanisa 7. Wale makanisa wapeleke ujumbe ambao umeuona Patmo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana anasema ndipo nikageuka ili niaone sauti ni ya nani iliyokuwa ikisema nami. Nami nilipogeuka nikaona vinara 7 vya taa vya dhahabu, na katikati ya vile vinara vya taa alikuwa mtu kwa mfano wa mwanadamu, alikuwa amevaa joho. Hello. 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 Amevaa joho nguo ya heshima. Haleluya. Kwa kumbe sio shamba kuvaa nguo ndefu. Kwa mume sina mama mbaya, mimi sio wa kwanza kumuuliza bwana wangu. Yohana alipotokea kwa Yohana kwa mfano wa mwanadamu, akamuona pale amevaa, akasikia sauti, macho yake ni mwali wa moto, anasema na yake imeshuguliwa. Akalipomuona yule alikuwa anakaa kifuani kwake kwa sababu alikuwa hajafufuka. Alipokufa akafufuka, anasema nipo moto nikazimia. Akaenda akamuinua, akasema simama wewe, mimi ni Alfa, mimi ni Omega, mimi ni wa kwanza, mimi ni wa mwisho. Hatatokea, hayupo atakayekuwepo tena isipokuwa ni mimi peke yangu, Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Ndiye ametokea Patmo, anamuonesha maono. Nasema bila Patmo hakuna maono. Kuna wakati unahitaji kuwa Patmo ili uone maono. Kawauliza watu wote wa Mungu waliokutana naye. Hata mfalme Nebukadneza ili amuone alikutana na mzee wapi? 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 Miaka 7. Mvua yake, jua lake. Miaka mingapi? Ufahamu wake ukamjia. Akasema hakika wewe ndiye Mungu wa kweli. Wewe ndiye Mungu wa pekee. Wewe ndiye Mungu wa Alfa na Omega. Ndiye Mungu unamweka huyu na unamtoa huyu. Hakuna kufanana na wewe. Hakuna Mungu mwingine. Kiburi kinaondoka msituni. Subiri, kama una kiburi subiri msitu. Akipita msitu utamjua tu. Haleluya, haleluya. Kiburi cha Nebukadneza, alijiona yeye ndio yeye. Hakuna mwingine zaidi yake, kwa sababu ameambiwa. Unajua huyu kiburi cha Nebukadneza kilikujaje? Kilikuja baada ya Danieli kuona maono. Shayota ndio tafadhali manake. Sema kuona wewe ukiwa ni mtu mfano wa sanamu likubwa. Alafu wewe Mungu kwa mamlaka ya kutoa. Ni kweli sasa sura ya 3 anaambia watu mchongee sanamu kama ya kwa niabu, si ameambiwa maono. Maono haya ni sura ya 2. Sura ya 3 anaingia kiburi, anataka tengewe nini? Sanamu afanye nini?
kwa sababu alioneshwa ilikuwa ni utawala katika roho. Mzee akataka mwili weke nini? Sanamu hapo. Maono yamewachanganya wengi. Unaona wewe ni mtumishi, kesho ndio kwanza kanisa hapa. Unajua ulikuwa unaonesha maono kwa namna gani? Amen. 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 Kiona maono, tulia. Tafuta mwelekeo. Alishikia maono, aliota ndoto ikampoteza. Akajua yeye ndio yeye, kumbe amesahau. Yuko simba akapiga na Yuda. Yuko mfalme wa wafalme. Yuko Bwana wa Bwana. Sasa mimi subiri huko, turudi huko. Kwa tunaona huyu Yohana anaanza kuona maono akiwa Patmo. Patmo ni kisiwa katika mateso. Amekaa huko Yohana, ameteswa huko Yohana. Alipoandika kitabu cha Ufunuo akamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa na mikono, akiwa na macho. Wakati amemaliza kitabu cha Ufunuo, ikawa meli inapita maeneo yale. Sasa ilipofika kwenye mkabala wa kisiwa cha Patmo, ile meli ikazima mafuta. Semekana mafuta. Washa na wewe. Upepo mkali kaanza kuja. Upepo kaanza kuipiga. Halo? Upepo ukaipiga mpaka ukaikuta vimetima nini? Cha Patmo. Sasa wakati wako mle kule, wanamkuta kuna lijito liko mle, kuna ndevu, mzee na mwabudu Bwana, nimeandika kitabu. Hata wakati hakuna kile kitabu ameandika. Wakasema jamani msimu, wakasema hapana. Maana kama ni mtu anawapungia mkono. Wakasema jamani msimu, sasa hawezi wa kwenda, maana mbele ina nini? Haina mafuta na upepo unapulizia huko. Kwa wakashuka, kama ni mtu simama, akasimama. Inawezekana mtu ukao kwenye baridi, kwenye hatari huko, akasema hapana, mimi ni mtumishi wa Bwana, naitwa Yohana. Wakaenda wakamchukua, wakamweka kwenye meli, wakamrudisha Yerusalemu. Alipofika Yerusalemu, ana kitabu cha Ufunuo. Wakasema sasa basi. Kwa mzee alikufa na uzee mwema akiwa Yerusalemu. Pia Yesu makofi. Ndio maneno ya Yesu kana akasema, je, hata nikumweka hai, hata nijapo yawafanye nyinyi. Mungu alitaka waoneshe. Petro mliomuua nilitaka afe. Paulo mliomuua nilitaka afe. Yohana mliomuua nilitaka afe. Na yote nilitaka afe. Lakini nisipotaka inawezekana. Akamwacha hai, amerudi anaandika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mpaka ya mwisho. Amekufa Yohana na uzee mwema akiwa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unamjua unayemwamini. Mpende na umtumikie. Pende na utumkie. Pende na umtumikie. Mungu uliyemkubali, Mungu uliyemwamini mpendwa, ni Mungu mkubwa. Usiogope wanadamu. Uhai wako kwa mikononi mwa Bwana. Mungu asipotaka ufe, ninakuhakikishia asipotaka uondoke, hata uwe katikati ya wachawi wote duniani, ukae hapo washike na visu wakikata, inakuwa kama biskuti. Haleluya. Kila wakijaribu wachukue nyama wala, hata wakikata inaota nyingine. Wakitoa mkono unakuja mwingine. Wakitoa mguu unakuja mwingine. Maana aliyekuumba hataki ufe. Yeye ndiye ule uzima. Ndani yake ndimo ulimo uzima. Haleluya. Cha kufanya tumepewa hapo unabii kwamba tutengeneze na Mungu. Yaani cha kutafuta duniani hapa ni ushirika wako na nani? Na aliyekuumba. Tafuta ushirika na Mungu. Tengeneza njia zako. Watu wanaacha Mungu, sio kuacha Mungu huu. Wakati kumtafuta Mungu siku na mchana. Ongeza viwango vyako, mpende Mungu, atakuokoa siku ya mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kumgeuza Mungu. Jumapili ulisema nimwapilisha kwenye ziki. Iko ziki na kule kwetu. Bwana asifiwe sana. Chungu ulikuwa mzito. Iko ziki na kuja. Tatokea wapi sijui. Lakini msema inakuja. Tukasema nitafute. Chujio langu linapita. Sio wakati wa kusimama. Sio wakati wa kutafuta maadui. Sio wakati wa kutafuta makosa ya watu.
Ni wakati wa kusamehe. Ni wakati wa kutengeneza na aliyekuumba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kanisa la Bwana, Bwana asifiwe. Sio wakati wa kutafuta makwazo, ni wakati wa kutengeneza. Halo? Sio wakati wa kurudisha mapigo, akikupiga huko mgeuza na huku. Halo? 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 Sio wakati wa kulala na moto mwanadamu. Ameniuzi. Anifanyia kazi. Mlao sio kusha baada ya kumtafakari Mungu atafakari watu. Huo sio wakati uchelewa. Sio wakati huo. Sio wakati kutafuta heshima. Wakati kutafuta Mungu. Wakati kutafuta Mungu. Sio vyeo, sio maarufu, sio heshima, sio kuonekana na watu. Kuonekana na aliyekuumba. Huyu atakaokuwa siku ya mateso. Alikuwa peke yake Patmo. Hakuwa na Petro, hakuwa na mshirika wake. Alikuwa peke yake Petro. Hakunung'unika. Alikuwa akimwabudu Bwana katika roho. Sasa fungua Mathayo Mtume sura ya 7. Mstari wa 54 na 58. Mtu mwingine anaitwa Stefano. Anaona maono katika wakati gani? Tusome. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 kuanzia mstari wa 54. Biblia inasema, basi waliposikia maneno haya wakachoma mioyo yao, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. Wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala, na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Huyu anakufa huyu, alafu ile koti lake anachukua nani? Akiona vema kwa kufa. Msamaria utoa Stefano ndio alikuwa anamkabidhi Sauli. Kumbuka zile nguzo kwa nini kwa Sauli akifurahia. Anaona maono wakati gani? Wakati wa shida. Unataka maono, bali kuna pati. Ona maono anayoyaona Stefano. Yuko anapigwa mawe, anasema kainua macho, anamuona Kristo amesimama angani. Tukufu wa Mungu umemfunika. Akasema namuona mwana wa Mungu amesimama mbele ananitazama. Anapiga makofi. Anasema, mwanangu, jitie moyo. Unakuja mbinguni kwa njia gani? Alishatangaza tangu nyakati na mbatizaji mpaka sasa, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Alisema, mwanangu, jipeni moyo. Duniani kuna ziki, mimi nimeushinda ulimwengu. Huyu anayeona maono wakati anahubiria ukweli. Ameanza kuzungumza tangu Adamu mpaka mwisho. Wakawasagia meno, wamekashikirika, wakamkamata, wakamtupa nje ya mji, wakashika mawe, wakapiga kwa hasira, wakapiga kabisa. Akapiga magoti, akasema, Baba, wasamehe, usiwahesabie dhambi. Akalala. Nataka maono, tamani kumsikia Bwana. Wengi hapa tamani kumsikia Bwana, tamani kuona maono. Kama tu kusema kidogo unanuna na kukasirika, kidogo tu umesikia unasema umenuna wiki zima, mwezi, nataka kuona maono. Halo, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
asifiwe. Bwana asifiwe. Amekusema tutamani afe kesho. Sasa huyu aliyepigwa na mawe anasemeje? Wasema wewe mbona hujamsamehe mwenzi? Mbona wewe hujamsamehe? Ndio kiomba hujamsamehe. Nasema ndio kiomba mzaa vipi wewe hujamsamehe wote? Ndio naomba ungeukia tu wote. Ndio kiomba mzaa wewe hujamsamehe wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili Mungu akupiganie, jifunze kusamehe adui zako. Acha Mungu awe adui wa adui zako. Wewe usiwe na adui mtu. Wewe samehe, alafu Mungu wako yeye atakuwa adui wa adui zako. Amen. Amen. Ndio furaha. Yaani faida ya kusamehe, Mungu anakuwa adui wa adui zako. Jifunze. Jifunze. Siweke vitu moyoni. Yesu anakaribia kurudi. Sio kana vitu moyoni. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa tunaona huyu anaona maono. Stefano anaona maono katika wakati mgumu. Kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu wakati mgumu kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, ili umuone Mungu. Wakati mgumu, wakati unapitia, watu wote wamekuacha, watu wote wanakuona kwamba wewe ni mtu wa kufa kesho, wamekudharau, wewe ni maskini, wewe una kitu. Wakati watu wanasema kusema, hapo ndipo Mungu anatokea. Hapo ndipo Bwana anatokea. Ndio anayeona maono haya. Anayeona huyu anaona akiwa Patmo, lakini huyu anaona maono katika nyakati ngumu za kutengwa na ndugu zake, za kutengwa na taifa lake, wanampiga kwa mawe hata kumuua. Ndio anaona maono. Yesu bila Patmo hakuna nini? Bwana asifiwe. Patmo yako iko wapi? Kila mmoja hapa na Patmo yake. Umewekwa huko unalalamika, unamtafuta Mungu. Mahali uliko mtafute Mungu. Na kazi mtafute Mungu atakutokea huko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, unapopitia kipindi kigumu, huko ndiko utakutana na Mungu wako. Unapopitia kipindi kigumu, huko ndiko utakutana na Mungu wako. Nyakati ngumu kwenye familia, nyakati ngumu kazini, nyakati ngumu kwenye biashara, nyakati ngumu kwenye huduma, nyakati ngumu kwenye masomo, nyakati ngumu, yule aliyekomaa, yule aliyestawi, ndipo anakutana na Mungu. Lakini kwa mtu wa mwilini ndio wakati wa kufa. Kwa mtu wa mwilini wakati wa kumwacha Mungu, utabaki kunungunika. Ndugu zangu wana fedha, hawanisaidii. Rafiki zangu hawanisaidii. Tulisema wote hawanisaidii. Unabaki unalaumu watu, unalaumu ndugu na familia. Familia yangu, baba yangu, mjomba wangu hanisaidii. Sio wakati kulaumu watu, ni wakati kubaki peke yako. Uinue macho yako juu, umtazame Kristo. Umuite Kristo wakati wa taabu yako. Anasema niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Huu ni wakati wa kumuita Bwana. Muite Bwana. Naye atakuitikia. Naye atakuitikia. Atakuonesha mambo makubwa na magumu. Yako mambo makubwa na magumu ambayo wewe huyajui. Lakini hayaji hivi. Wakati wa kumuita Bwana juu ya ndoa yako, atakuonesha mambo makubwa na magumu. Muite Bwana juu ya familia yako, juu ya watoto wako, juu ya ukoo wako, juu ya shida yako. Muite Bwana. Yeye Mungu anasikia. Atasikia toka mbinguni na atakuonesha mambo makubwa na nini? Na magumu. Naongea na mtu hapa. Naongea na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana, Bwana asifiwe. Watakatifu wana wa Sayuni, Bwana asifiwe. Ni wakati kumtafuta Bwana. Ni wakati kumtafuta Bwana. Ni wakati kumtafuta Bwana. Tutakuwa na maombi hapa wa kumtafuta Bwana, ya kumlingana Bwana. Kila mmoja ni wakati wa kumtafuta Bwana. Ni wakati wa kujiombea, wa kumtafuta Bwana juu ya taabu yako, juu ya shida yako. Wakati wa kumlingana Bwana, si wakati wa kulala, si wakati wa kula. Ni wakati wa kumtafuta Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tuangalie Kutoka 14. Kutoka 14 mstari wa 4 koma wa 10 hadi wa 14 na hadi wa 19. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 14
mstari wa 4 koma alafu taruka ule wa 14 alafu tumalize mpaka 9. Mstari wa 4 Biblia inasema, nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitafanya nini? Nitaufanya moyo mgumu wa nani? Wa nani? Sasa Farao anaanza kama wapi? Atafanya moyo mgumu nani? Ni Ibilisi. Ni Ibilisi. Enda kale bosi wako. Halo. Enda kale mtoto wako. Enda kale shemeji yako. Halo. Halo. Anaweza kale kiongozi wako. Nami nitamfanya moyo mgumu wa Farao ili awafuatie Israeli. Anamwacha mtu ndiye mwiba kwenye maisha yako, ndiye mwiba kwenye ndoa yako, anakufuatilia kila siku. Mbona wewe mwanamke unanifuatilia sana? Farao alifanya nini? Nitamfanya ili afanye nini? Akufuatilie. Oh, samaki. Unanifuatilia sana. Unafuatilia sana maisha yangu. Au samaki hivyo? Unaweza go samaki hivyo? Nimejitahidi kunyamaza. Nimejitahidi kunyamaza. Nimeshindwa. Na mimi ni mwanadamu, nina moyo. Na mimi nina damu, naumia. Yaani Farao kamata kwenye maombi. Si Farao kumemkamata, umeshika, umepiga, ukifikia kesho anaamka mtoto huyo hapo mbona. Mungu ni upiga usiku wewe anaamka. Sio wewe. Mungu alifanya moyo mgumu wa Farao akufuatilie. Lakini kisha kufuatilia anasema ili nini? Ili nini? Ili nini? Nikipatia utukufu, upigia Yesu makofi. Kama kuna mtu anakufuatilia, maana hata kumaliza, maana anaona kama hata kuua, hata kufa, lakini cha moto takiona. Halo, wakati Mungu anasema nitamruhusu akufuatilie, lakini lengo la Mungu kumruhusu akufuatilie ni ajitolee utukufu kwa huyo Farao. Huyo Farao ile muone Mungu wako, ile mkope Mungu wako, huyo bosi wako, huyo kiongozi wako, huyo mume wako, kwa sababu ya jeuri yake, ile muogope Mungu wako, anamruhusu akufuatilie. Nani anafanya hivi? Sema kumbe huyo Farao kaamuliwa na Mungu anifuatilie. Sasa wewe Mungu ndio kamwambia aje, wewe ndio ukamfukuza. Kwa jina la Yesu, wewe Farao toka. Wewe Farao toka. Sasa ukaamuliwa na sasa msikize nani? Akusikize wewe au yeye kwa Mungu akufuatilie. Bwana asifiwe. Naongea mtakatifu mmoja hapa. Amen. Bwana asifiwe. Kaa upande wa Mungu. Kaa upande wa Mungu. Utakuwa salama. Amen. Amen. Anasema ni ili Bwana ajitolee nini? Utukufu. Sio wewe. Yeye tuwe nini? Kupitia huyo Farao. Kupitia moyo mgumu wa Farao. Atatuele mstari wa 10. Mstari wa 10. Biblia inasema hata Farao walipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri sasa ukianzia 5 mpaka 10, Mungu alichofanya, Farao alichukua, Biblia inasema alichukua silaha zake, magari yake yote, farasi wake wote, majeshi wake wote. Kwa kumbuka ameondoka, mtoto wake kafa. Kila mmoja wake ana msiba. Alafu sio wameondoka na pesa zao zote. Kwa hiyo wana hasira ya mtoto. Mwingine kama baba alikuwa wa kwanza kaondoka. Mtoto wa kwanza kaondoka. Shangazi wanaona kwa mwingine ana mishiba kama 20 huko nyuma. Alafu sio mishiba tu, wameondoka na mali zao zote. Sasa nilipowaambia jamani tuondoke, kwa waliondoka wote
Mungu alitaka amalizane nao ili wakiwa jangwani hawa asiwepo wa kuwafuata. Na mhesabu ya Mungu. Tatizo lako wewe moja ongeza moja 11 ndio tatizo lako. Halo. Ameshacheza, ameshaweka, anajua hawa wanangu wanaenda Misri, hawajui vita. Amen. Wanaenda Misri huko jangwani, hawajajua. Sasa nikiwaacha hawa watu watavuka wakawapiga tena, si ndio? Sasa akaamua ufanye mambo magumu, awapige kwa mateso na kuwaua ili waondoke na hasira. Vijana wote hapa walikuwa na waliondoka wote kwa hasira. Yaani sasa sikia, wakati wanapanda ile farasi na magari, yani vumbi linatimu. Hebu fikiria mtu ambaye umefanya kumfanya, alafu anakunywa tumesema walipoona jamaa lile vumbi. Wewe mtu mwenye hasira utamjua. Sasa fikiria, yani jamaa paka wanainuka wale farasi. Vumbi linatimuka huko, wamewakuta jamaa wamekaa hapo wanakuwa tumemuona bwana. Nimemuona bwana kafanya nini? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mambo mengi bila Farao kuna Kanaani. Tumesikia bila Farao. Mama hizo, unataka uende Kanaani? Kubali Farao akufuate. Halo. Bila majitu hakuna nini? Kanaani kuna majitu. Hii njia hii imesongwa. Amen. Hii njia hii nyembamba imefanya nini? Imesongwa. Kuna majitu yamekaa hapo, hayataka kuingia mbinguni, yamekaa hapo. Majitu yanaitwa dini ya wazazi wangu, dini ya kwetu. Majitu yanaitwa familia, yamekaa hapo. Halo, yanakuzuia usiingie Kanaani. Huku Kanaani, huku kuna raha, huku kuna maziwa na asali. Lakini kabla ya kufika Kanaani, yako majitu yanakula watu hapa. Yako manafiri hapa, yamekaa yanazuia usiingie Kanaani. Unataka kuingia mbinguni, kubali kupitia jangwani. Sasa hawa waliposikia, wao kusoma hiyo historia, isome Tumana ni kile ambacho kipo. Anasema walipoona Farao anakuja na jeshi lake lote na vifaa vyake vyote, walipoinua macho, nijipambio zikaisha, wakasema Musa kiko wapi? Tulikwambia sisi, mliniambia wapi jamani? Nimekuwa mnaruka mmetoka Misri. Tulikwambia baba tukae Misri. Tukae Misri. Tunaroka kutakataana. Akiingia Farao. Sasa naamini kana sasa nilikuwa napita watu. Takataana unda. Watu tunaabudu wote tunalala chini. Afu jamaa jicho linatoka namna hiyo. Wewe unampenda Yesu na abudu wapi? Alini hapa mimi. Sasa Morisi ambaye ile bitapa tu nimefuata marani kwa. Unataka sasa hao jamaa wamemwona wanakuja. Hawajui wazo la Mungu. Unajua wakati Mungu analeta kitu si akwambii. Nasema ni kwamba anakuonesha waziri mkuu, akuonesha na Kenya huko. Si anaona ndoto. Si ndio? Naona nikwambie mwana ni kweli miganda 12 na nani. Ngana kweli. Kesho nimeota ndoto. Nyota na mwezi gani na mke. Haya. Sasa unafikaje hapo? Mungu akwambiaje anafumba. Hivi Mungu angemwambia nafikia angesema mama. Mungu akituambia tunakokwenda hautaenda. Sisi wanadamu. Halo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa jamaa wanamkataa Musa. Musa sikwambia. Usituleta.
Sisi kwa tayari kabisa kufa kufia Misri. Tuliko tabu hii. Kufa si kufa tena hapa mfe. Si mnataka kufa maana sababu mkale pale mkifa kule na huko sikifa kule. Yote ni maneno ya hofu. Mtanaropoka lolo. Amen. Amen. Kama unataka kufa kule, sio na hapo mkubali kufa kwa Musa asante. Bora tufie hapa au kufia kule. Sasa kama unataka kufa kule, sasa wakamnungunikia nani? Musa. Musa asema msio hao mnaowaona hamtawaona tena. Nami nasema kwa neno la Bwana, hao unaowaona wamesimama mbele yako, hao wanaokutesa, hao wanaokufanya ulie kila siku, hao wanaokufanya uteseke kila siku, Bwana asema hao unaowaona hautawaona tena katika jina la Yesu. Hao unaowaona hautawaona tena. Hiyo ndoto, hao wanaokusumbua katika ndoto, katika maono, wanatesa maisha yako, natamka kama mtumishi wa Bwana, hao unaowaona hautawaona tena, maana Bwana hatakupigania na wote nyamaza kimya katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Aliyeamuru ni Mungu, aliyeagiza ni Mungu. Ndiye maamuru waje, anataka jitwalie utukufu. Akasema unaoona utawaona. Musa, una nini mkononi mwako? Akasema na neno niliambiwa Jumapili sitakufa bali nitaishi. Kwa neno hilo piga maji uende. Haleluya, haleluya. Una nini? Na neno niliambiwa sitakufa, wajapo 10,000 nitabaki salama. Kwa sababu ya neno hilo piga maji uende. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na fimbo, lazima uwe na fimbo. Fimbo ni neno la Bwana. Uwe na neno moyoni mwako. Unasema imeandikwa sitakufa bali nitaishi. Unasema imeandikwa kila silaha juu yangu haitafanikiwa. Imeandikwa. Hao unaowaona hautawaona tena, hautawasikia tena, hawatakufuatilia tena. Haleluya, 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 haleluya. Jamani, makofi kwa Bwana, makofi kwa aliyetuumba, makofi kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Wakati unakuja utawaona tena. Akasema jipeni moyo, Mungu atawapigania na mtanyamaza. Afuraha Mungu aliposema maneno haya. Unajua kusema maneno ya imani kwa Mungu anatokea. Wakati hawa wanalia, wewe unayemjua Mungu unao neno la imani. Amen. Jirishe kwenye familia yako unao neno la faraja. Una neno la tumaini. Amen. Sasa Musa alikuwa kwa yeye hawakuona wale. Kwa Mungu alimwambia Musa, mimi naambia waje wale. Ilikuwa ni shida nini? Ya Mungu. Haleluya. Akasema hamnaona, hamtawaona. Piga maji. Hapa nasemaje? Ukiendelea pale anasema Mungu akaifanya mioyo yao iwafuatie hata kwenye maji. Halo. Ni Mungu sio amekuja. Sio wanaona maji, wanaona njia imepasuka wanaenda. Akasema malaika aliyekuwa mbele akaja nyuma ya jeshi akawazingira. Kwa kabaki huku hao wanaenda. Na walipofika wanaenea kwa majira. Ni Mungu sio wao. Akafanya mioyo migumu yao yakawafuatia. Wote na farasi na majeshi wanaenda. Sasa umefika katikati. Inasema yakagundua kwa Mungu anawapiga. Maana matai yakaanza yaende. Tumefika kurusha farasi yuko tu. Asema Bwana ana nini? Bwana ana nini? Wanakumbuka kumekucha. Warudi Bwana kafunga. Sema Bwana akawasukumia. Aliwapiga kofi Mungu, kofi la Mungu kama maji. Akafanya simama yuko umesimama? Na huko umesimama? Kwa kana Mungu afanye nini? Kwa kwa yale kwa shika kwa ile kuachia hii anaona tu maili hizo. Farao na jeshi lake lote. Niambie nyumbani mbaki wa mama pekao na mtoto. Hao ndio waona, mtawaona? Ilitumia. Ilichukua miaka mingi sana.
kuamka tena wafuate Israeli. Lakini wale maadui zao hawakuonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa la Mungu Bwana. Amen. Kanisa la Mungu Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wa taabu yetu nakumbuka tulikuwa tumeenda mlimani. Mimi nimeenda nimerudi. Tunamlilia Mungu juu ya uwanja huu. Tumeambiwa tuondoka, tuna mahali pa kwenda. Mama ameenda mlimani au inaujua sababu nimeomba Mungu. Mungu amesema hivi. Yule unayemwogopa leo tutakayempiga. Sio nakupa hela. Yeye ndio ana ujumbe kutoka nini? Yule unayemwogopa ndiye mtakayempiga. Halo. 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 Tulimpiga tu kumpiga. Tumwangusha tu kumwangusha. Wale wa Misri mwaona tena? Halo. Piga Yesu makofi. Kwa hiyo ni mpaka wa Misri watokee. Ili wane kwa sababu kawaida tu. Hebu niambie, kama wasingekuwa wa Misri, Mungu maana njia ilikuwa ni baharini. Niambie, Musa angepiga maji, bahari tokea, alafu hakuna mtu nyuma. Nani hapa angeingia? Nani angeingia hapa? Tuuli tu kawaida, hakuna mtu nyuma. Wako pale wanaimba. Musa pale tunapita hapo. Bahari. Maji ndio kukukua. Afu jamani washe fimbo wapite pale. Nani anapita? Yule anapita mara nikifanya nilimba hivi. Kangalie wewe, anasema wewe nenda mwenyewe. Sasa kinachofanya waende kuna watu wanaosukuma nini? Wakanikuta wanapita bila kuangalia hofu. Wanaweza sifiwe. Hofu ilifanya nini? Iliwafanya wapite pale. Maana bila hivyo wanaona jamaa farasi inapokuja na magari na ile vumbi, alafu kampeni hebu niambie tu kamlango hapo tu. Kamlango bwana watu wanapita huko hapo. Shaka mama naye kapita hapa. Lakini ukisema upite hivi wakati wa amani huwezi kupata haya. Kuna mengine Mungu anayasukuma nyuma yetu ili tufikie lengo fulani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maeneo Mungu anayasukuma ile hofu. Kuna watu tumemjua Mungu kwa sababu ya mambo fulani nyuma huko. Tungoja ni watu wa amani tu. Nani ni watu tumekuja hapa na kutafuta Mungu. Kuna vitu vimetuleta. Amen. 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 Kuna maeneo umepitishwa. Kuna maeneo umepita yamekufanya uende mahali Mungu anataka ufike. Pigia Yesu makofi. Kinachokufanya utoke hapo kuna Bwana Yesu asifiwe. Nampenda Yesu. Yesu ni mzuri. Mungu ni baba mzuri. Hawezi kukuangamiza. Amen. Hakuna baba ameenda kwa mtoto wake sumu. Hakuna. Amen. Amen. Mungu ni baba mzuri. Kwanza tuangalie kwa maandiko machache alafu tumalize. Ninataka uone kwamba bila Fatima, hebu tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 9 na wa 10. Na Matendo ya Mitume sura ya 23:11. Mwaliza wa haraka Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 9 na wa 10. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 9 na 10. Biblia inasema Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru. Unasikia? Paulo yuko kwenye kipindi kigumu. Amen. Cha hofu ya Wayahudi ameshapigwa. Sura ya 16 amepigwa. Wamemburuza ili wamuue. Sasa sura ya 18 wakati Paulo ana hofu, ana Yesu kwa Bwana akamtokea, akamwambia Paulo, uwe na moyo mkuu, uwe hodari. Hakuna mtu atakuua, hakuna mtu atakupiga tena. Hebu kuwa shujaa. Anakutana haya Paulo katika safari ya Injili, ndio anaona maono. Hakuna maono wakati hivi. Kila kitu bila Fatima hakuna maono. Anaona Paulo haya kwenye safari ya Injili, amekutana mengi, amekutana shida, amekutana tabu. Bwana akamtokea. Bwana atakutokea katika jina la Yesu. Akutie moyo katika tabu unayopitia. Bwana kuonekanie. Bwana kushike kwa mkono wake yake. Yeye ni baba mzuri. Yeye ni Mungu mzuri. Anakuazia mawazo yaliyo mema. Hata acha upotee.
amesikia maombi yako, amesikia kilio chako, ameona machozi yako. Yeye ni Baba, anakuwazia mawazo yaliyo mema. Usiogope unapopita kwenye maji mengi, hayatakugarikisha. Usiogope unapopita kwenye moto, hautakuunguza. Mungu asifiwe kanisa. Mungu asifiwe kanisa. Mungu asifiwe kanisa. 23:11. 23:11. 23:11. Matendo ya Mitume 23 na mstari wa 11. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye, akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yupo katikati ya wazee, wamemkamata mume katikati, wanataka kumwangamiza. Akasimama Paulo akamshuhudia Yesu. Zungumza habari za Yesu mahali popote ulipo, hata katika nyakati ngumu. Waambie watu habari za tumaini lako, habari za Yesu wako, kwamba Yesu anaweza, kwamba Yesu anaokoa, kwamba Yesu anaponya. Katika nyakati ngumu anamtokea Paulo, anasema Paulo, usiogope. Kama ulivyonishuhudia hapa, na Rumi pia utafika. Kwa kama Rumi atafika, hata kama hapa kuna vita itatokea, anajua nimwambia atafika wapi? Rumi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma sura ya 27, Paulo anakutana, shetani anataka muangamizie, hajafika Rumi, anakutana na moto, anakutana na mawimbi ya bahari, wanataka kumwangamiza. Paulo alishaambiwa, anatokea malaika anasema usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Kama alivyokuahidi, lazima ukaseme Rumi. Kwa haijalishi unapita wapi, na Mungu anasema tuvuke mpaka wapi? Tuvuke mpaka sasa. Yesu anawaambia wanafunzi wake, na tuvuke mpaka ng'ambo, na tuvuke mpaka ng'ambo. Bwana alimwambia tuvuke mpaka ng'ambo. Sasa mwokoka leo, hao wa zamani wao wanajua na tuvuke mpaka ng'ambo. Na tuvuke mpaka ng'ambo. Yesu akawaambia wanafunzi wake, kaa tuvuke mpaka. Akalala usingizi kwenye chombo. Mawimbi alipokuja, yeye ndio wapi? Hana shida. Tuvuke mpaka wapi? Ina Pedro. Wao tunaangalia na usingizi. Usingizi gani? Wakamwamsha kwa nguvu. Kwa angalia kusimama. Bali akasema, ni nani? Atabali. Sauti ya kwanza, na tuvuke mpaka. Kia Mungu amekuambia, kiamini hicho, usiamini haya mawimbi. Shetani yuko hapa kukuvuruga tu ukate tamaa. Amina. 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 Usiogope mawimbi wa mchungaji. Usiogope mawimbi devota. Usiogope mawimbi, usiogope mawimbi. Usiogope mawimbi John, usiogope mawimbi. Mungu amesema na tuvuke mpaka ng'ambo. Usiogope mawimbi njiani. Usiogope hayo, yatatokea mengi ili kukutisha, lakini yeye amelala usingizi. Anajua, amesema tuvuke mpaka ng'ambo. Wengi tunapenda kuhangaika hapa, tunapenda kutulia hapa, lakini sauti ilisema na tuvuke mpaka nini? Usitishwe na unayoyaona na kusikia. Tishwa na kile Mungu amesema. Naambia usitishwe na unayoyaona na kuyasikia, bali tishwa na kile Mungu amesema. Nenda daktari, ugonjwa wako unafuda poa, mwambie wewe unasema, Bwana ameniambia mimi ni mzima katika jina la Yesu. Kwa usitishwe na maneno ya watu na sauti za daktari na sauti za watu wanasema, jamani kuna hatari, jamani kuna, mwambie sawa, lakini mimi nimeahidiwa nitavuka salama. Mimi nimeahidiwa nitavuka salama na watoto wangu. Shika hiyo, hata unapopita kwenye moto, unapopita kwenye wakati mgumu, usiogope, maana sauti ya Bwana inasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Haleluya, haleluya. Safari yangu ni Kanaani. Haijalishi kuna majitu hapa yasikutishe.
tuvukishe. Sauti imesema natuvuka mpaka ng'ambo. Mpigie Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi tena. Bwana kutie moyo katika jina la Yesu. Bwana inua imani yako. Pita katika kipindi kigumu, usiogope. Ahadi ya Mungu amesema usiogope. Nitakushika kwa mkono wa kuume yangu nikwambia usiogope. Soma neno la Mungu. Shika ahadi za Mungu. Wale wenye ahadi za Mungu watatoka salama. Mungu anaenda kulichunja kanisa. Anaenda kuachia takatifu wa Mungu. Ni wale ambao wanasoma neno. Ni wale ambao wanaliishi neno. Hawa watatoka salama. Lakini wale ambao wanakuja kanisani tu, ili kwenda kanisani tu, ili ukaa kanisani tu. Ndugu yangu, nyakati hizi zinakuja. Nyakati kuwa peke yako zinakuja. Tuliona hapa tukutane kwa peke yetu. Amen. Halo. Usimame. Tumalizia ujumbe wakati mwingine. Karaba shekita. Manda raba sikita. Rika pakosete tepota. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Mara ngapi umeogopa Patmo? Usiogope. Mara ngapi umeogopa Patmo? Mara ngapi umeogopa Farao anayekufuata nyuma? Ni Mungu amemruhusu. Sasa mimi nikapitia moyo mgumu Farao wafuatie zile. Ili mpate kujitwalia utukufu. Fumba macho yako. Fumba macho yako, tukoimba kwa kuabudu kidogo. Mchungaji ndio atatuabudisha. Fumba macho yako, fumba macho yako. Raka shete. Mando robo city. Yes. Fumba macho yako. Alafu tafakari Mungu. Tafakari Mungu. Tafakari Mungu. Yes. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Imba katika roho. Mwambie Yesu wewe pekee. Hakuna mwingine.
sekete. Raka mantori yesika. Mimina moyo wako kwa Bwana. Mimina moyo wako kwa Bwana. Mwambie Bwana niko mbele zako. Nitie nguvu Bwana. Wewe ndiwe. Sina mwingine zaidi yako. Jimimine kwa Bwana. Jimimine kwa Bwana. Mwambie Yesu niko hapa. Nitie nguvu Bwana. Upite salama. Nitie nguvu Bwana. Anasema bila Patmo hakuna maono. Usimwangoke Farao. Alisimama mbele yako. Mungu anatolea utukufu kwa huo. Usiogope. Mungu anatolea utukufu kwa huo. Matendo yake ni makuu. Fungua kinywa chako. Usikae kimya. Sema kitu kwa Mungu wako. Sema kitu kwa Bwana wako. Sema kitu kwa Bwana wako. Wakati mnaendelea kuimba, sema kitu kwa Bwana wako. Rapa sakata. Raba baba baba baba. Rakamato. Ripa sakata. Raba sekete. Rikamato riba saka. Tunakaburu Bwana wa Bwana. Wewe ni Mungu moto lao. Wewe ni Bwana moto lao. Uhimidiwe Jimimine kwa Bwana. Bwana yuko hapa. Jimimine kwa Bwana. Roho Mtakatifu akutie nguvu, akuvushe salama. Hiyo maana ione mbele yako. Hao unaoona mbele yako hautawaona tena. Hautawaona tena. Hao wa Misri hao hautawaona tena. Neno Bwana nasema hao wa Misri unaoona mbele yako hautawaona tena. Mwambie Bwana hao wa Misri hawa Mungu atawaondoa. Mungu atawatoa. Hayo majeshi yao, hayo magari hao, usiogope. Mwambie Bwana kutie nguvu. Malaika wa Bwana kutangulia. Malaika wa Bwana wende na wewe. Wakuvushe salama. Usiogope. Nipo sakata. Bwana akamwambia Paulo, Paulo usiogope. 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 Hao unaoyaona, hao unaoyaona, hao unaokutafuta hawatakuangamiza, 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 hawatakuangamiza. Jimimine kwa Bwana. 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 Takatifu, takatifu. Takatifu, takatifu. Takatifu, takatifu. Takatifu, takatifu. Katika jina la Yesu. Wapachilie neema ndani yako. Katika jina la Yesu. Nguvu ya Bwana ingie ndani yako. Kama Bwana wetu wako. Kama Bwana wetu wako. Kama Bwana wetu wako. Takatifu, takatifu. Neema ya Bwana ikufunike. Nguvu ya Bwana ikufunike. Neema ya Bwana ikufunike. Nguvu ya Bwana ikufunike. Nguvu ya Bwana ikufunike. Neema ya Bwana ikuatamie. Neema ya Bwana ikufunike. Uwezo wa Bwana ukuatamie. Uwezo wa Bwana upite ndani yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Misri wayeyuke. Misri wayeyuke. Misri wayeyuke. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Misri wayeyuke. Katika jina la Yesu. Misri wayeyuke. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Misri wanaofanya vita na wewe na Mungu wayeyuke. Na Mungu wayeyuke. Na Mungu wayeyuke. Katika jina la Yesu. Na Mungu wayeyuke. Misri hautawaona tena. Hautawaona tena. Katika jina la Yesu. Hautawaona tena. Katika jina la Yesu. Hautawaona tena. Katika jina la Yesu. Hautawaona tena. Misri. Misri. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wanaofanya vita juu yako, wanaofanya vita familia yako, Bwana atawatosha. Katika jina la Yesu. Bwana atawatosha. Katika jina la Yesu. Bwana atawatosha. Hao wanaofanya vita, hao wanaofanya vita, hao wanaopigana wewe, Bwana atapigana nao. Atakuwa adui zako. Katika jina la Yesu. 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 Misri. Raba Santori Abasaka. Raba Yandori Besaka. Misri hautawaona tena. Katika jina la Yesu. Hautawaona tena. Katika jina la Yesu. Hautawaona
watoweshe hao wa Misri, wapo watoweshe hao wa Misri, Misri. Riba shaka rababa, raka manto riba, raba shaka ribo, roko shaka raba, raka manto ribo, riba shaka raba, hao wa Misri, katika jina la Yesu, hao wa Misri, katika jina la Yesu, hao wa Misri, hautawaona tena, katika jina la Yesu, hao wa Misri, wanaofanya vita na wewe, wanaopambana maisha yako, Misri, hautawaona tena. Bwana atakupigania katika jina la Yesu. Bwana akupiganie, Bwana akupiganie kwa jina la Yesu. Bwana akupiganie dhidi ya Misri. Simama mbele yako, wanaitafuta roho yako, wanatafuta familia yako, wanatafuta maisha yako. Bwana atakupigania karaka sakata rebo shanta rekamante rebo shakata kwa damu ya Yesu. Natamka neema ya Bwana juu yako, natamka neema ya Bwana juu yako, natamka neema ya Bwana juu yako. Raba shanda raba saka rekemento robo shanta rekemanta raba bo shenderiba ima mandebo sakata raba yake raba 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 Misri wangamia, Misri wateketee. Raba baba 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 baba. Mungu moto ra, Mungu moto ra, Mungu moto ra, Mungu moto ra, Mungu moto ra. Vita e Bwana, 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 vita e Bwana. Raba shanta raba, rebo kanda raba sete, rikamande rebo saka. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, natamka neema ya Bwana juu yako, natamka baraka ya Bwana juu yako. Baraka ya Bwana ikae na wewe, neema ya Bwana ikufunike, uwezo wa Bwana ukufunike, nguvu za Bwana zikufunike, uwezo wa Bwana ukufunike katika jina la Yesu. Wanainua vita kazini kwako, Bwana inue kipimo juu yao, Bwana inue kipimo juu yao. Bwana nitolee utukufu, Bwana nitolee utukufu, nitolee utukufu ya Bwana. Wakia Farao aliyeinua kinyume chake, kinyume na familia yake. Raba shakata, raba yanto, raba yeke, raba yanto, raba boya, rimanda raba sea, rina mande rebo seke. Nitolee utukufu Bwana, nitolee utukufu kwa kanisa lako, nitolee utukufu kwa watu wako. Wainua baba na wainua mama katika jina la Yesu. Nawaleta mbele zako e Bwana, wanayepitia vita kazini kwake, vita kwenye ndoa yake, vita kwenye biashara yake, kwa jina la Yesu. Hiyo vita ikakome, hiyo vita ikakome. Hawa Misri washinduke kwa jina la Yesu. Ndiyo Bwana takatifu, takatifu. Tukuza jina lako. Asante Mungu wa neema na baraka. Waachilia watu hao mikononi mwako. Tunashinda baraka. Baba ya Yesu kapita mtakatifu. Utukufu wako katufunike. Utukufu wako katufunike Bwana. Malaika wako kasimama upande wetu. Hapo tukigani. Aiwe tumeficha ndani ya Kristo. Na kupa utukufu. Na kupa sifa na heshima. Utukufu wako ni heshima zako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. 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 Hallelujah.
Bwana Yesu, ninakushukuru. ninakushukuru. Ninakushukuru Ninakushukuru. kwa mawazo mema unaoniwazia. Wewe ni Baba mzuri. Wewe ni Baba mzuri. Asante kwa neno hili. Asante kwa neno hili. Hawa Misri, huyu Farao anayefuatilia maisha yangu, familia yangu, afya yangu, uchumi wangu, sitamwona tena, maana wewe umesimama kunipigania kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maana hii vita si ya kwangu, naiacha kwako, naiacha kwako, naiacha kwako, kwa jina la Yesu. Asante Bwana, asante Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Makofi kwa Bwana.